Mume wangu, nimetoka kwa mchungaji Yakobo, ameniambia sasa hivi una ushirikiano naye. Kwa nini? Mke wangu, mimi mbona na ushirikiano tu na mchungaji Yakobo? Maana hata jana tulienda kumwombea mgonjwa tukiwa naye. Sasa unaposema sina ushirikiano naye, mimi nashangaa. Sawa, mtajua wenyewe. Vipi yule mama mgonjwa, ulienda kumuona? Mgonjwa wangu bwana anaendelea vizuri. Mungu ni mwema. Mungu anaponya, anaendelea vizuri. Jambo jema kama anaendelea vizuri. Vipi leo tunakula nini? Kuna hela nimeacha mezani. Kwa hiyo unaweza kuchukua ukaenda kununua samaki. Na ubwabwa Lakini si utanisaidia kupika? Usiwaze mke wangu. Kwa ninavyokupenda nitakusaidia kupika . Odi. 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 Karibu. Karibu. Asante. Shikamoo. Marahaba. Ujambo? Sijambo. Mtumishi ni mkuta. Wewe una shida na gani? Mjomba ndo anamhitaji. Haya, ngoja nikuletee. Mume wangu. Mume wangu. Na mke wangu. Njoo. Haya, nakuja. Vipi tena mke wangu? Mgeni wako. Oh. Dogo mambo? Poa. Shikamoo. Marahaba. Hujambo mtoto? Sijambo. Nikusaidie nini mtoto mzuri? Mjomba nakuhitaji. Sawa, tangulia nakuja. Mke wangu, mimi ngoja nikasikilize wito. Haya, usichelewe kurudi. Haya, poa mke wangu. Vijana wangu karibuni sana, na pia nipo tayari kuwasikilizeni nyinyi vijana wangu. Ndugu bwana afisa mtendaji. Naam vijana wangu. Sisi bwana tumekuja. Lengo na madhumuni. Tumekuja kuomba msaada kwako. Msaada? Ni msaada gani mnaohitaji kutoka kwangu vijana wangu? Elia, nimekuita hapa kwa jambo moja. Nahitaji mtumishi Yakobo arudi alikotoka. Karumiko, kwa nini? Jana usiku nilienda kuanga kwake, nikihitaji akanifanyie kazi zangu za kulima huko shambani, ila nilijaribu kuingia ndani kwake, nilipigwa na shoti. Rozi, habari za siku? Salama Yakobo, habari za hapa? Nzuri bana. Rozi umekuwa. Nakumbuka kipindi kile nafundisha sauti ya kwanza, ya pili na ya tatu. Rozi wewe ulikuwa kitoto fulani hivi kidogodogo, afu kitukuto, afu ulikuwa unapenda sana kuimba. Vipi mpaka sasa hivi unaimba? Ndiyo Yakobo, baada ya wewe kutoka cheo chako nilipewa mimi. Sasa hivi nadhani hiyo kwa vituko. Kwa sasa hivi masuala ya do re mi uko vizuri.
Ndiyo Yakobo, sasa hivi namshukuru Mungu na hata nazielewa. Ndugu mtendaji, sisi malalamiko yetu ambayo tumeleta hapa ni kuhusu huu wizi ambao umejaa humu kijijini. Mpaka sasa tunavyoongea hapa kuna basketi 5 ambazo zimeibiwa. Kwa hiyo tunaomba tusaidie. Hata hivyo, jana nimefua nguo, nikaanikia, nikaingia ndani. Nipotoka ndani nikuta kamba nyeupe, hakuna nguo. Kwa hiyo afisa mtendaji, tunaomba msaada wako. Sasa vijana nimewaelewa, nimewasikiliza kwa makini sana. Sema sasa hivi mmenikuta nimejiandaa kuenda kwenye kikao wilayani. Na hisi tufanye kesho asubuhi saa 3 tukutane ofisini. Hilo jambo tutalimaliza. Mimi ndo afisa mtendaji, nimeteuliwa na serikali kuja hapa kwa ajili ya kufanyaje? Shughulikia mambo kama haya. Kwa msijali. Bila shaka Elia umenielewa. Nahitaji huyu mtumishi Yakobo arudi alikotoka. La sivyo, Mkuu Karumiko, hizi sasa naona ni lawama ambazo nanidondoshea mimi. Maana hata kabla hajaja nilikupa taarifa ukalizia aje. Sasa anashangaa unaniambia nikamwambia aondoke. Bwana mimi siwezi. Siwezi kabisa. Halafu wewe ni mkubwa wangu. Mimi ninavyoona nenda wewe mwenyewe ukamalizane naye. Hongera sana Rose kwa hatua uliofikia. Sema sasa Rose, kwenye hiki kijiji kuna changamoto kubwa sana ambayo naipitia. Yaani kama vile siku ile nabarikiwa utumishi na majaribu yangu nikaambiwa nitakuja kukutana nayo huko. Rose, picha inaanza mimi naambiwa kwamba siwezi kufanya kazi ya Mungu nikiwa kijana. Wakati kule nyumbani kuna mashemasi vijana, wachungaji vijana, hadi makasisi vijana. Mimi naambiwa kabisa live huwezi kufanya kazi ya Mungu ukiwa kijana. Rose, siku ukaja kuona Mungu ametoa mkono wake juu yangu ni msiba. Yakobo, ukisoma Biblia, Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13, neno la Mungu linajieleza wazi kabisa kuhusu majaribu. Kwa hiyo pamoja na majaribu nayoyapitia, Mungu atakuonyesha mlango wa kutokea. Sawa afisa mtendaji, sisi tumekuelewa. Kesho hiyo saa 3 sisi tutajitahidi kuwahi. Elia, mbona kwanza unapandisha sauti? Kuhusiana na kushirikiana wakati anakuja, sawa uliniambia, ila angalia kazi zetu zinagoma sababu yake yeye. Na ndio maana nimekuambia ukamwambie, najua mnashirikiana kikanisa, itakuwa rahisi kumwambia na kurudi alikotoka. Tusije tukaonana wabaya. Na leo usiku wewe na mimi lazima twende kwake. Sawa mkuu, jambo limeisha. Usiku ukifika tunaenda. Bila shaka tumeelewana. Na sihitaji huo muda ufike uniambie mambo mengine hayaeleweki. Leo ni kazi zito. Sawa? Wewe unaweza kwenda. Mimi kuna kitu hapa nakifanya. Bila shaka tutawasiliana. Sawa mkuu, uwe na siku njema. Kikubwa, jipe moyo na usikate tamaa. Rose, asante sana kwa ushauri wako. Nimeamini kweli Rose umekuwa sio mwili tu, hadi akili imekomaa. Maana Rose niliyemwachaga kule kijijini sio huyu wa sasa. Lakini sasa Rose, mimi nakupata hadhari kwenye hiki kijiji. Usipende kutembea tembea sana. Vijana wameshaharibika.
Wewe hapo kwa mama yako ulipokuja, naomba uweze kutulia pale pale. Yaani kama unatoka nenda kanisani rudi. Na kama upajui kanisani basi mimi nitakupa ramani na mlolongo kamili wa kwenda wapi? Wa njia ya kwenda kanisani. Kwa hiyo nakuomba uwe makini. Humu kuna vibaka wengi. Lakini pia ushirikina uliopo hapa kijijini ni mkubwa sana. Yaani Rose hapa kipindi cha nyuma watu wamevimba miguu mpaka basi. Uwe nao makini Rose. Na uzidi kusimama katika roho na kweli. Mimi ya kukushauri ni hayo, asante. Sawa Yakobo, mimi nimekuelewa na ushauri wako nitafanyia kazi. Nadhani sasa mimi nikuache niwahi nyumbani, maana na mkubwa kuna kazi niachia hapa. Natakuwa nifanye kitu kimoja kabla siku kuingia. Fanye nimtumie kwanza kitu niangalie, yawezekana. Ikibidi niombe tena nguvu kwa mara ya pili, sababu naona mambo hayaendi sawa. Kazi zangu zinagoma sababu yake yeye. Sawa Rose, hamna shaka. Kwa hiyo utakaa muda gani? Mimi nipo wiki moja, kama si wiki moja, wiki mbili. Sawa, ngoja nikusindikize.